Sasa niulize, DRCHCO hapo? DRCHCO hapo? Mbona kadi za kliniki zinauzwa? Nani anayejua? Eti Dr. Mkwanya, kina mama wanalipa shilingi 5,000 kupewa kadi ya kliniki. Maana yake nini? Maana wengine hawaji kliniki na hawaji leba, maberi yenyewe ndio haya. Kwa nini? Hizi kadi zina chapa kupitia MSD na wanachapa kupitia orders zinazotoka wizarani. Kwa hiyo kama hazipo ndio kama mambo ya prescription. Mimi najiuliza, ina uspecial gani hiyo kadi inayochapa kupitia MSD ambayo MSD haijachapa na mimi sijanunua? Kwani nikitoa photocopy haijalipi? Ana msaidie. Makwani? Si wanakuwa na sample pale? Pale kwenye namba, si atabadilika namba wakati huo ndio nao yeye kwenye simu zake. Actually, mheshimiwa, pango ilikuwa hivi. Kuna ile soft copy ya kadi ilikuwa inatakiwa inakaa halmashauri. Halmashauri, kila halmashauri essentially clear halmashauri walikuwa wanatakiwa wasichape from their own sources. Kwa hiyo kwa nini? Sasa kuna mazoea ile kwamba wakati mwingine wanaziona zinaweza zinapatikana nyie DMO wa Tanzania nzima na RMO wa Tanzania nzima, DRCHCO wa Tanzania nzima na RCHCO, msinifanye mimi kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mtihani. Na waelewe, mimi nitaagiza kina mama wote ambao mtazilipa mifukoni kwenu. Hivi nyinyi mnawauziaje kwanza watu katika kliniki shilingi 5,000? Mnawapa risiti gani? Zinaingia kwenye akaunti ya nani? Mbona kana mitihani? DRCHCO upo, kadi inauzwa. RMO upo, kadi inauzwa. DMO upo, kadi inauzwa. Kinachotokea hapa, wanashinda watu kuwatumia message kwa sababu wauzaji si nyinyi. Wewe unatumia mfumo gani kuhakikisha wananchi wako wako comfortable na wewe kukuletea hizo kesi? Naletewa mimi waziri. Ndio mambo yanafanyaga, mimi nasema tatumbua watu kwa WhatsApp. Maana hapa RCHCO na DRCHCO wa halmashauri na DMO wao ni watu ambao wafai kama wasimamii ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu wanauziwaje kadi huko tena photocopy, lakini kibaya zaidi wanalipa pesa zao lakini hawapewi risiti. Ina maana hiyo hela mmekula. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi sasa turudi kwenye antena tokea ya mwaka 2020. Kina mama wote wale tuwatafute kwa ushirikiano na serikali za mitaa, tuwaulize kadi walitoa wapi. Hizo hela hata tuzipigie hesabu kwa kutusumbua. Maana wewe kama ujuzi wa 5, maana pamoja na usumbufu ndio tupatia shilingi 10. Tuhesabu yote alafu DMO na DRCHCO mkagawane hiyo hasara, mtuletee hizo hela ziingie serikalini. Kuanzia asubuhi ya kesho Morogoro nisikie kadi hizo. Na Tanzania nzima. Hatuwezi kwenda hivyo. 5,000 tukididini. Kuku mwenyewe akimfuga hajui hata muuzie nani. Maana kijiji kila mtu ana kuku. Tunaongezea wananchi mzigo na kero zisizo za lazima. Wakati hizo rinzi mnapanga nyinyi wenyewe, mnakuwa hiyo kadi yenu mmeshaiweka, mmempa stationery moja pale, kinachotakiwa mimi kuihalalisha kama ni yangu, akija ninabomba muhuri wangu pale, nina saini au namwekea dole gumba lake na langu kuonyesha kwamba hii ni halali. Shida iko wapi? Tunapeana mizigo sisi wataalamu wa afya kufanya tu vitu vionekane haviwezekaniki, hata vile vinavyowezekanika, hata vinavyogusa watu maskini, watoto wachanga na wamama wajawazito na wazee, kwa visingizio vya kusema MSD hawajaleta. Tulikuwa ni namba. Mimi nashangaa kiongozi kitu ambacho sijafanya. Wananiambia mimi prescription hizi zimeisha. Na mimi nataka daktari aniambie kwamba wewe dokta fulani ndio. Mimi dawa zangu zinaibwa ndio, na wewe unajua ndio. Na kukabidhi kitabu hiki kina prescription 500. Namba zake zinaanzia hapa mpaka hapa. Kitabu hiki kitakuwa cha kwako, ukienda likizo kufungie. Kitakapojaa uniletee. Nina kazi na kitabu chako nikuwe na funguo kurasa baada ya kurasa. Niangalie idadi ya paracetamol ulizoandika na idadi ya fulani ili nifunge hesabu kurasa wa mwisho kwamba huyu aina ya dawa aliyoandika paracetamol ndio ilikuwa entry ya kwanza. Ziliandikwa zilitoka kwa 20. Fulani
kopo ngapi, nione na idadi ya wagonjwa wanaohudumia kwa siku, ili utaka wa kwamba hiyo shortage of human resources pia nione, lakini niangalie na polypharmacy unavyoiandika. Mbona kama zilibaki tu kama kwa sisi ya kwenye mambo ya kugaia watu wengine? Tunapenda kujitengenezea matatizo kwa sababu viongozi tuliowaweka kwenye ngazi mbalimbali wenyewe ni washirika, ama kama sio washirika hawataki kufikiri. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mmeomba vifunguliwe vituo mbalimbali, mmeomba vituo mbalimbali vimaliziwe hapa Morogoro. Morogoro nilishafanya ziara nikiwa TAMISEMI hapa manispaa, nikaenda Morogoro vijijini kule nikaiona ile hospitali inayojengwa. Morogoro nishaenda Kuifakara, Morogoro nishaenda mpaka Malinyi, ninakujua. Kwa umuhimu wa Morogoro hapa kama junction ya barabara nyingi, panahitaji jicho la kipekee katika swala zima la afya. Nasema hivi, kwa Morogoro watu kuwa 2.5 milioni ni population kubwa sana. Lakini Morogoro inapopitiwa na mabarabara makubwa ya kwenda Iringa, ya kwenda Dar es Salaam, Tanga, unageuzia sijui wapi pale, unakwenda Dodoma. Hapa pako bize, panahitaji jicho la kipekee katika sera yetu ya afya. Hili tumelichukua. Nitakuja tena kufanya ziara. Mimi ndio mwenye sekta, nashirikiana na TAMISEMI ambao tumewapa sera yetu waikimbize. Sasa RMO na DMO wote hivyo vituo ambavyo havijaanza huduma kwa sababu sijui hamna huduma za OPD, mimi nataka vitoe chanjo. Wakati tunawaza jengo la OPD litakamilika lini, hayo majengo yaliyopo lazima yaanze kutoa huduma za kipaumbele. Huduma za kipaumbele ni pamoja na hizi chanjo za watoto, ni pamoja na kupima kina mama wajawazito, na matatizo madogo madogo ya dharura. Yaani yale majengo ya Sky hayafanyi kazi, mimi ndio tutaanza kulia na jina la Gwajima, kwa sababu nitakuta vitu vinavyowezekana vipo alafu havifanyi. Matatizo yetu ni mengi, rasilimali ni chache, lakini tukitumia kujiongeza tutaweza kupunguza tatizo mojawapo kati ya matatizo tulionayo, hasa yanayogusa huduma za mama na mtoto. Na maelekezo haya sio kwa Morogoro, ni kwa nchi nzima. Majengo ambayo yamekamilika kwa awamu hiyo tuliyokamilisha, kwa utaratibu tulioanza, yasiache kutoa huduma. Huduma za afya ni mnyororo mrefu. Tuanze na huduma za quick wins. Chanjo kwa watoto, unaweka jokofu hapo. Majokofu mpaka yako ya nguvu ya jua, tunashindwaje? Nisikute jengo la afya limejengwa limekaa pale mtu anaanza hadithi. Hatuna watumishi wa kutosha. Kwani watumishi wa kutosha kutoa chanjo ni wangapi? Si upeleka hata wawili hata mmoja wakaanza kutoa chanjo. Lazima tujiongeze katika kupunguza changamoto za sekta ya afya. Wauguzi wetu hawa wanafanya kazi nzuri sana za kupeleka huduma za chanjo, tuwawezeshe. Kwa hiyo lazima jengo lililoko pale lianze kutoa huduma zinazowezekana kwa mazingira yale, wakati tukitafuta hela za kujenga majengo mengine yote ili iwe a full fledged facility.